Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Aidan Jeremiah, lakini kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Stori kubwa tunafahamu kwamba ni kuelekea kwenye dabi ya watani wa jadi, dabi ya Kariakoo, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Mmoja kati ya mchezo ambao umesubiriwa kwa kiasi kubwa, lakini pamekuwepo na taarifa ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Wapo ambao walikuwa wanasema kwamba Yanga wacheze, of course yale matakwa yao ambao walikuwa wanahitaji somehow wameshakamilishiwa, lakini upande wa Simba Sports Club pia na wenyewe ambao walituma taarifa nzito maybe kupitia kwenye mtandao wao Instagram, Simba Sports Club official, wakasema kwamba kama mchezo wa tarehe 15 hawatoshiriki kwenye mchezo huo, basi patakuwepo na asilimia kubwa kwamba Simba haitojihusisha na mchezo wowote. Sasa Uondo TV tumeweza kutukuletea taarifa ambayo inahusu mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini pia ripoti kutoka katika klabu ya Simba Sports Club namna ambavyo inaelezea. Kwa mujibu wa Mwanaspoti nasema, baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania ni TPLB kutangaza kusogezwa mbele kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, yani kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, kocha wa Simba Sports Club, kocha mkuu ambaye ni Faru Davis, ametoa mapumziko ya siku 2 kwa wachezaji wa timu hiyo. TPLB imeirisha mechi ya ligi kuu bara duru la pili kutoka Jumapili Juni 15 hadi Jumatano Juni 25 mwaka huu, ambapo utachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam kuanzia saa 11 jioni. Kumbukwe awali mchezo huo ulipangwa kuchezwa Machi 8 mwaka huu, lakini uliahirishwa baada ya Simba kudai kunyimwa haki yao ya kikanuni ya kufanya mazoezi uwanja wa mechi siku moja kabla. Ndipo TPLB ikapanga ufanyike Juni 15 kabla ya Yanga kugomea ratiba hiyo, na sasa imeamriwa kuchezwa Juni 25 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Kocha mkuu wa Simba Sports Club Faru Davis amesema, kwa mujibu wa Faru Davis ambaye ni kocha mkuu wa Simba Sports Club, amesema walikuwa na program kwa zaidi ya wiki wakijiandaa na mchezo huo dhidi ya Yanga uliotarajiwa kuchezwa Jumapili, lakini kutokana na mabadiliko ya ratiba wameamua kutoa mapumziko kabla ya kuvana na Ken Gold. Nikimnukuu kwa kile kitu ambacho amekisema Faru Davis ambaye ni kocha wa Simba Sports Club: ni kweli tumetoa mapumziko ya siku 2 kwa wachezaji kuanzia Jumamosi na Jumapili. Jumatatu timu itatakiwa kurejea haraka kambini tayari kwa maandalizi ya kuikabili Ken Gold. Wakati huo daktari wa Simba Sports Club ambaye ni Edwin Kagabo amezungumzia hali ya wachezaji waliokuwa majeruhi, akiweka wazi kuwa wote wanaendelea vizuri na wameanza mazoezi. Nikimnukuu kwa kile kitu ambacho amekizungumza daktari wa klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Edwin Kagabo, anasema hatuna majeruhi, wachezaji wote wamerudi kwenye uwanja wa mazoezi, kilichobaki kocha kuamini nani amtumie kwa mchezo ulio mbele yetu. Msapini kama Mzamiru Yasini na Valentino Nouma wote wamerejea kwenye hali zao za utimamu na wameshaanza mazoezi, hivyo hatuna majeruhi hata mmoja, amesema daktari huyo wa klabu ya Simba. Ikumbukwe Simba imebakiza michezo 3 ya ligi msimu huu, ambapo Juni 18 itakuwa ugenini kukabiliana na Ken Gold, kisha Juni 22 itakaribisha wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar kutokea manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, kabla ya Juni 25 kumaliza msimu kwa kucheza dhidi ya mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans. Yes mtazamaji wa TV, hiyo ni taarifa ambayo imewahusisha mabingwa wa kihistoria Young Africans Sports Club, lakini pia Simba Sports Club. Na hii ni ripoti nzima kutoka katika uongozi wa Simba Sports Club, namna ambavyo Faru Davis kocha wa Simba amezungumza, lakini pia daktari wa Simba ambaye ni Edwin Kagabo amezungumza. Lakini nafikiri kwamba ni maandalizi mazuri, maandalizi makubwa ambayo yanaweza akatengeneza intention kwa klabu ya Simba kuweza kujua kwamba kitu gani ambacho inakifanya, lakini pia kuweza kupambania thamani ya jezi ya timu husika, ile fighting spirits ambao tumekuwa tunaizungumza, maybe ni kitu ambacho kinaweza katokea. Lakini ni utaratibu mzuri ambao TPLB au bodi ya ligi kushirikiana na TFF ambao wameusogeza mchezo mbele, ambao utachezwa tarehe 25 mwezi wa 6 2025, ambavyo ni vyepesi sasa kwa timu ya Simba kuweza kujua kwamba kitu gani ambacho wanakihitaji, kwa sababu ukijaribu kuangalia tu both sides, maybe upande wa Yanga
Pande wa Simba bado naona kwamba kuna asilimia kubwa kwamba timu yote ambayo ikichanga vizuri karata inaweza ikapata matokeo ya point 3 kwenye kiwanja. Maybe Simba tunaamini kile kitu ambacho amekuwa anakifanya Faru Davis, coach wa Simba Sports Club, lakini pia wachezaji ambao wamerudi maybe wakitoka kwenye injury, mtu kama Valentino Nouma, Msapini Kamara na wengineo kama Mzamil Yassin, namna ambavyo daktari wa timu amewazungumzia Edwin Kagabo. Kwa hiyo ni kama intention kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Kwa sababu tunafahamu kwamba ni mchezo ambao unafanya timu zote mbili katika pande zote mbili kuweza kujua kwamba ni timu ipi ambayo inaweza ikachukua ubingwa wa NBC Premier League. Kwa sababu Young Africans kama kishinda mchezo wote miwili ambayo zimebakia au zimesalia, wana nafasi kubwa ya kuweza kuchukua ubingwa mbele ya Simba Sports Club. The same scenario, Simba Sports Club wana asilimia kubwa ya kuweza kuchukua ubingwa mbele ya klabu ya Young Africans Sports Club. Hii ni Uondo TV, Uondo michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kujipatia matukio mbalimbali ya kimichezo.